ufikwa na mitihani. Baba huwa safarini, ufikwa na mitihani, lakini haonekani. Maulana, jamani baba, jamani baba, nani kama baba, hakuna kama baba, jamani baba. Oh baba, baba, ni baba wewe. Jamani baba, na yeye ateseka. Jamani baba, simama pekee. Na baba pia haonekani. Mchukueni huyo. Mchukueni kwanza. Kwani mama hayupo? Sikiri, watu wampiga sikiri. Sikiri safi. Jamani baba, tumuheshimu baba. Kuna kama baba, ila onekani. Jamani baba. Nipo baba. Wapita kama jeti. Njo. Hapa mkuone. Hauna sikuoni. Haya. Saa ngapi saizi? Saa 8. Lakini unakiti mambo. Unajua nishakupata huko nyuma. Wewe saa hizi saa 5:30 wasema saa 8. Wewe hujaenda sokoni wewe. Nimeenda kumuuliza ni matodi. Na ni Mbaruku Todi. Sasa Mbaruku Todi si ndio mwenzi wako kwenda kupita majiani ukenda mkiokota chupa nye? Sasa mbona ulikuwa ukipita hapo ukinyatia? Unyatia nini? Una njaa. Hiyo ndio kazi hiyo tu ya kulia wewe. Ya kulia na ukunya. Basi ndio jualo. Hata ukija humu mwenu, basi waje zinga kula. Una jambo jingine lote. Kwanza mtoto wewe hutumiki. Sasa nasemaje? Wewe ni kushanishinda. Lakini hujafikia umri wa kunishinda. Tahangaika kwa kadiri ya uwezo wangu kuweza kukupa malezi na kukuchunga na ukasoma na mwaka huu utasoma. Unisikia? Hujawa mtu wa kushinda wewe. Wewe wavuta sigara siku hizi. Nasifuta sigara. Kuvuta sigara wewe? Mbona nguruma hivyo? Nasema Simba. Siku ndoko kujasikia kama vuta sigara wewe mtoto wewe. Ndio kukata mashikio haya. Hande za kundani. Sijaza mtoto mimi. Mtoto mkaidi kama kitu gani? Mtoto hana masomi, hana machunga. Najitahidi kadiri uwezo wangu. Lakini utafanya nini? Una mtoto. Una mashaka. Takatana tuko pende mgongo, tuko hapo hapo kwa chungu. Ni kweli? Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali? Alhamdulillah. Mbona ndugu yangu hutembei? Hutembei? Yuwa baba. Aje walipo. Mchoka yuko. Yuwa lipo. Mchoka yuko kwanza. Yuwa lipo. Ya na wewe una moyo? Wote hivyo unavyotembea bado tuacha chaganta. Kama nakwambia. Nundu nzidi. Wa akhira. Mungu atakufanyia wepesi. Amina rabbi. Haya. Baba vipi? Bana humgumo singupili mpaka hapa pako. Maana kusema ukweli hasa kuna mambo yanisakili ndani ya roho. Kuna jambo hili mimi bwana nishakuwa huko kwenye vigenge vya kahawa nilikuwa nasema vibaya. Sijui kama huku kwako nishafika ama halijafika. Kuna kile kiduguli changu kile cha mwisho. Ama mtoto kangu kwa kekecho. Mtoto hasikii la babae wala la mamae. Mtoto kangu kama na sijui kama avuta bangi. Ama siku hizi uko kwenye vigenge wampa ulevi kidogo. Siwezi jua. Kwa sababu mtoto hasikii.
Maana kama ngelikuwa fuga punda, basi ungenikamata masikio, ushanifahamu? Ukamwelekeza pita huko na apita. Lakini mtoto nishasema, nishapiga, nishasubukua, nishafanya kila kitu. Mtoto bado anaona mekevu le nyama. Sasa ninasema hata wewe ndugu yangu, tunlelewa pamoja toka tu hapa tu wadugu. Hapa tu ndio tambi. Unisikia? Kwa hiyo hili jambo bwana mimi nanisakini. Wa alaikum salam, marhaba bibi. Wa alaikum salam, marhaba bibi. Marhaba. Mshakula hapa? Mtachuone? Kwani sana ni tayari? Sana ni tayari Yale? Maana mimi nasali hapo. Hawa mabuo. Mimi kama siwaambia saa. Alhamdulillah. Ndio. Ikifika muda tu. Wanataka kama wazee wa zamani, alama yao ni jua hawa. Mashaallah. Kwenda zao chuoni. Haya. Nendani. Lakini chengine. Mkishaondoka huko chuoni, msijepita sehemu moja wala nyingine. Mje zenu hapa. Msikia? Nendani mkasome, mpate muhitimu, mje msomeshe na wenzenu. Mnifahamu? Haya, Mungu awajalie. Nakupa saluti. Haya nini? Maana mimi hasa huona vyangu choyo mkula vitu kama hivi. Vinasikiliza wazazi wao. Vikaa vina heshima na vitoto vizuri, tutasema kumvilea kule Asra. Basi datishia kidole eti. Haya, sasa. Ndugu yangu unacheka, lakini nachekia ndani ya machango. Una jambo nanisokota na akili. Kama nilivyokuambia. Hapa hili nundu unavoliona usiku lanivuta kwa huyo mtoto. Na kekecho kule nyumbani ameshashinda. Hivi sasa naitafuta njia mbadala. Sijui nifanye nini. Ama sijui nipeleke Pemba kwa babuye ama nipeleke Nkokotoni kwa bibie. Unisikie? Ndio. Lakini naendea kushindwa. Sijui nifanye nini huyu mtoto mkaidi yeye. Mwivi yeye. Apita tu kutama chupa yeye. Mtoto hendi sukuli, hendi chuoni, ama mtoto kanishinda hasa. Sijui nifanye nini. Na huo una mitihani. Tena sila si mdogo, mkubwi. Na huu mtihani wako ni wa form 4. Huu ni wa form 4. Yatakiwa ukae utulize akili. Ndio. Na kwa mtihani uliona wewe mwenzangu. Huu mtihani wewe si wa kutumia nguvu. Unifahamu sijui. Mie ngukatisha hapo. Mie tatumia nguvu, tatia mapigi mpaka dunia imalize. Sasa wewe anambia situmie nguvu. Nitumie nini jamani? Kwanza mtoto hapigwi. Na? Mtoto hapigwi. Sawa? Mkwaju ni malezi. Ndio. Lakini vile vile mkwaju ukiufanya mwingi. Hatimaye mtoto amfanya sugu, akawanunda. Kwanza huwa hakuogopi. Haya, sasa hilo ninakusikia kweli. Haniogopi kweli siku hizi. Unisikia? Apita kama jeshi. Lakini nitakwenda mpeleka kule polisi. Nikishantia mle ndani basi atatia akili. Usimpeleka polisi mtoto maguo. Usimpeleka polisi mtoto. Anifanye nini jamani? Yule mtoto wake mdogo. Ndio. Fahamu polisi hawapendi watoto wadogo. Ndio lazima na akili zao. Sasa basi. Mtoto kwanza halelewi ni mtu mmoja. Wewe walijua hilo? Kama tulivyolelewa si yetu, lelewa na bibi yetu, lelewa na kijiji kizima. Kule kwetu. Sasa kama hilo walijua kama mtoto halelewi ni mtu mmoja? Ndio. Na siku zote ng'ombe hashindwi nunduye. Ng'ombe hashindwi nunduye. Kweli maana angekuwa binadamu angekuwa tayari kashaingia kaburini. Maana hivi sasa yanivuta hii ishashindwa. Haya. Na siku zote ndio mwana wako hani ulala. Msemo wa kwetu huo. Wanifahamu sijui. Anakufahamu vizuri mimi jamaa. Na kupitisha kwenye ngonjera lako kusudi. Ndio. Halafu nije nikupe hizo point. Ndipo utakaponifahamu kwa uzati na kwa undani. Sawa, nakusikiliza. Na mtu maguo lake halimtapishi isipokuwa na mweleza moyo tu. Lakini achoka. Afikia wakati akichoka. Ndio, kwa sababu wewe ni binadamu. Ndio. Sasa, cha kukifanya huyu mtoto papatikane nguvu mbadala itumike. Haya. Na nguvu mbadala ipo. Nipa. Hakuna linaloshindikana katika hii dunia. Sawa. Unafahamu lakini nakuelewa vizuri sana. Nakuelewa maana nishachoka. Hawa wanangu waliotoka ndani unaona. Naona. Nimepata mtu kama nitakavyokuambia mimi. Akanambia pahali fulani nenda. Hawa watoto wapeleke. Usijeniambia ni wapeleke boarding.
Nataka unisikilize. Kwanza Magu nikizungumza usinikwame nikienenda. Haya, nakusikiliza. Sababu kunikuja kusema shida hiyo nakusikiliza. Na iniingia kwenye kumangu. Vizuri? Nipa maneno, nipa maneno. Kwa hivyo nataka unisikilize sasa. Mhm. Wewe kumkuja taka msaada. Ndio. Mimi nakupa msaada. Haya. Tena kufanya ni majukumu yo. Sawa sawa. Mimi nitakwambia, takupa na mwongozo, lakini sitafanya. Ndio. Kufanya ni juu yako wewe. Tafanya mwenyewe, mimi ndo mwenye jambo hapa. Sasa, mtoto kama kasha kushinda. Mtoto kama hataki soma. Ngojea kidogo, ngojea kidogo. Nani? Haya, nisubiri kidogo naja. Ni ndani ya kazi kidogo, naja. Mama yake. Mama atakakuja sasa. Sasa, mtoto kama kasha kushinda. Ndio. Basi hajashinda. Ni mdogo sana yule. Yule si wa kushinda. Isipokuwa kuna mbinu mbadala yatakiwa tuzifuate. Na sio wazee, hapo ndipo tunapofeli. Ndio. Twatumia nguvu kuliko mawazo na mapigi. Na kupiga. Sawa sawa. Waweza mpiga mtoto mpaka akageuka punda mwembe mapumbi kwa madonda. Kweli. Unifahamu sijui. Mimi hapa ndio yashaniingia ya kichwa. Hivyo Sasa hapo pana jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Na ndio maana mie nikenda nikapata ushauri na saha. Nilivyojiridhisha mie. Na ndo nikaamua niwapeleke na hawa watoto kwa sababu kati ya hiyo jumuiya ndio hapo wanaanzisha na madrasa ya kusoma. Kwa hivyo nikawapeleka hawa ndugu. Na ndo ukawaona wana heshima zao na taazima yao. Hivyo basi ukimuona mtoto kankoseka huku, mpeleke huku. Kisha umtizame. Na sidhani kwa malezi yaliyopo pale kama atapata hata wiki 2 hajafunguka. Mtoto mtizama yeye ana heshima na adabu. Hivyo hilo lipo. Hankoro sasa kushani subtermine. So smart bacha. So smart bacha. Unisikia? Maana kunipa kitu sasa kunizindua ndani ya akili vizuri. Unisikia? Na mimi hapa hivi ninakwambia. Ndio. Maana nilikuwa saizi nishashindwa. Nilikuwa nje zangu hapa unigaie nauli kidogo ya kumchukua mtoto mkampeleka Pemba kwa babu. Lakini sasa hiyo nauli usinipe. Unisikia? Cha kukifanya nataka unipeleke ndani ya hiyo chuo. Ukishanipeleka hapo, nikisha kwenda kupata elimu vizuri, yeye kanikwanga ndani ya kichwa, basi pale tamwanzisha yeye na mie na mamangwa tutakwenda wote. Ndivyo. Mnaamua hivyo? Naamua hivyo kwa sababu nadhani hapo sijui tutapata maadili ya ndoa naye. Kupa mafunzo ya ndoa. Kuishi vipi ndani ya ndoa? Maana ndani mwangu mimi hamoshi kelele. 24. Unisikia? Ndio. Na hapo unikwanga. Tena leo tukishatoka lasiri tu tuje tuchukuzane mguu mosi mguu pili mpaka hapo. Sawa sawa. Usije kwenda mbali. Hapo labda nikwambie kama hapana linaloshindikana. Hapo? Mkiboko yao nawe. Niacha. Niacha nikatafuta mtoto mhogo. Niacha nikatafuta mtoto mhogo. Si bora twende zetu kabisa. Wewe ulikaa wapi kwani? Mimi sasa hivi nilikuwa nataka nende hapo kibanda maiti. Sasa kibanda maiti mbali wewe unaenda hapo kwa Mbaruku toja pale nyuma pale. Pale pana mhogo. Debe asali. Sawa? Kama wandazinga mhogo, kama wandazinga mambo mengine haya, lakini kwa mhogo tu hapo tutapata ntamu kidogo. Kundikie. Ya una visa sana kumbe. Una visa sana. Sina visa hapo. Unaambia ni chuo? Hicho si chuo. Sharti unifahamu. Ndio. Hiyo ni jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Haya sasa. Kwenye hiyo jumuiya ndio nikakwambia ndani yake ndo wamfungua hicho chuo cha madrasa. Lakini sasa ndio watoa malezi mazuri kwa watoto na ushauri na saha kwa watu wazima. Lakini jamaa yangu nipo batilo. Haya, na utakapokwenda ndio kama kuna jambo lolote likukwaza basi waweza ukapata ushauri na ukafafanua lile jambo lolote kukwaza kwa haraka. Ndio mimi hivi nikwambiavyo ni mmoja wapo. Ni mmoja wapo katika hiyo jumuiya
Nishajiandikisha rasmi kindakindaki mabuo na Shimbali. Hapo. Twende. Wapi? Hapo. Hebu soma. Hebu soma mabuo. Soma. Jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Naona kipicha. Haya, Jina vijicho vitoto. na wale ni watu wazima na hao watoto nikwambia hao. Hivyo Na ndani ni humu. Twende tu. Maalim. Yumo. Naam, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hali zetu? Salamu alaikum. Hali. Karibu. Kwema lakini. Karibuni mpite. Haya. Karibuni mpite. Haya. Sawa, karibuni mpite. Naam. Karibuni. Asante sana. Haya sawa. Karibuni katika ofisi yetu ya Jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora. Karibuni sana. Naam, tunakusikilizeni. Haya. Sasa mwalimu, huyu ni mwenzangu sana. Na kanifuata mimi kwa kuniamini kama naweza nikampa mashauri akafanya jambo lile. Naam. Lakini sitaki niamalize maneno. Huyu atasema mwenyewe yanayomsibu na yanayosakili ndani ya nafsi. Naam. Abo, Naam. pale nilipokuambia ni hapa. Nishapaona nimeshafika. Sema Haya, shida. sasa Naam. Mwalimu, mimi ninakuja hapa. Ndio. Tena nakuja kwa moyo safi kabisa. Kama ikiwa nitapata fatwa zilizokuwa nzuri hasa, basi leo tatengeneza mambo vizuri. Kwa sababu Ndio. hivi unavyoniona na hii nundu nilonayo. Ndio. Maana bora nitembe na hii nundu kuliko ni kukaa na yule mwanangu kule nyumbani. Kwa sababu mtoto kasha futuruada. Mtoto mkorofi, mtoto nshenzi, hana maadili. Na si kama hatujatu tunatoa si yetu. Mungu tu hajamuongoa. Naam. Sisi twazijitahidi kadiri uwezo wetu kumfundisha haya na yale. Sasa. Lakini tu Mungu tu hajamuongoa. Sasa ndugu yangu kananiambia nitakupeleka pahali mtoto atapata malezi. Atakuwa na heshima Ndio. na atasoma hapo vizuri. Kwa hiyo mimi ninakuja hapa nipate taratibu zote. Ikiwezekana hapa nikishazipata taratibu nizimalize kila kitu. Haya. Kweli Naam. kama alivyokufahamisha Ndio. mzee mwenzetu Ndio. alikuja yeye mara ya kwanza hapa Sasa. na akamleta vijana wake hapa. Ndio. Alhamdulillah, vijana wako vizuri Ndio. na wanaendelea vizuri katika masomo yao. Nawaona. Sasa kwa hiyo Mhm. kama nilivyokuambia, Ndio. sisi hapa tunayo jumuiya yetu ya kuimarisha maadili na malezi bora Ndio. Zanzibar. Ndio. Hii jumuiya Ndio. imebeba vitengo tofauti. Sawa. Sawa? Ndio. Kuna kitengo cha skuli, cha Ndio. nasari, tunasomesha. Ndio. Vile vile kuna kitengo cha madrasa. Ndio. Shafahamu Sawa. Alafu na vile vile kuna vitengo vya ushoni na vitengo vingine. Sasa kwa maana hiyo sisi vijana tunasimamia kupitia taasisi yetu. Ndio. Sawa. Kupitia taasisi yetu ndio vijana tunawasimamia Ndio. na alhamdulillah wafanya vizuri. Ndio. Kwa hiyo taratibu zake zilizokuwepo hapa. Aha. Unakuja unachukua fomu, Ndio. kisha kuchukua fomu, Ndio. unaangalia na malipo mengine, Hmm. basi taratibu zinaanza. Haya. Mhm. Mimi naona hapana la kuanywa tena. Hapa saizi hapana la kuanywa kwa sababu kila kitu kishaletwa na utaratibu. Unisikia? Isipokuwa sasa maalimu, mimi nataka muniandikishe. Ndio. Kesho hapa mtoto ajaanze masomo. Haya. Nimtoe kule, nilete hapa. Sawa. Umepata kwa hilo. masomi. Sasa. Kwa hilo umepata Ndio. na hamna wasiwasi, na leo tutakupa fomu, Ndio. utajaza hiyo fomu. Ndio. Basi biidhnillah kijana atakayokuja kuanza hapa Mhm. na inshallah tushirikiane bega kwa bega, sisi taasisi na wewe mzazi. Asante sana. Hakuna Taasisi na wewe na mzazi. Lazima mzazi na wewe mstari wa mbele. Ndio, sawa. Unaona, wewe mstari wa mbele katika kuisupport taasisi yetu. Haya, kidogo na jingine. Naam. Nilikuja nikaligusia hapa, aliniambia huyu mwalimu. Naam. Hata hawa watu wazima kidogo kupata elimu nayo pia nalo lipo hivi. Ndio. Tunayo darasa la watu wazima. Wanakuja watu wazima hapa. Ndio. Na hususan wao ndo haswa ndo tunawataka Ndio. wawepo hapa. Sawa, Na sawa. wapo wazee si chini ya wazee 20 mpaka 30. Tayari wamo katika darasa na tayari mambo yako mazuri bwana. Basi chuo kishakuwa. Nakwambia wewe kunaona nakubisha. Haya. Basi mwalimu hakuna tatizo. Basi inshallah. Mimi nipe hiyo fomu. Ndio. Ukishanipa hiyo fomu Naam. na inshallah kikijaliwa Basi- sisi watu wazima tutakamata. Haya, sijali fomu zipo hizi. Kwa hiyo fomu zetu hizi utajaza. Ndio.
Basi halafu utaturejeshea inshallah. Haya. Hakuna tatizo. Inshallah. Haya, sasa mwalimu. Naam. Mimi nishapokea fomu hili. Ndio. Tajaza kama ilivyo. Ndio. Na sisi watu wazima tutakuja hapa tukupata elimu. Tutanufaika vizuri. Lakini sasa maana kusema kweli hasa maadili yetu hasa yameharibika huko nje. Ndio. Sasa je, hawa waloko huko nje huko muangalia vipi kama nyie taasisi? Naam. Sadaka. Ndio maana ndio mzee mwenzetu hapa alikwambia kuwa na pale sisi watu wazima tunao nafasi yetu. Ndio. Kwa sisi wazee watu wazima. Ndio. Ni baada ya kupata mafunzo. Ndio. Tuna kazi kubwa ya kutoka nje. Ndio. Kufanya mihadhara mbalimbali, kufanya midahalo mbalimbali, kufanya harakati mbalimbali za jamii nje ili na wao hali iweze kupungua. Kwa hiyo mimi na wewe hili ni jukumu letu baada ya kuchukua fomu na kurejesha. Na wewe ile kwa jukumu lako tunakwenda nje, tunaelimisha jamii, tunafahamisha jamii ili kuweza kurejesha katika maadili. Ina maana kwamba mpaka midahalo ile ya nje sehemu kidogo mnaweka. Hiyo midahalo, mihadhara. Sasa hii taasisi yenyewe sasa. Sinakwambia. Hii yenyewe na mimi sifanyi jambo lolote, sifanyi ajizi. Najaza fomu kesho na kesho kutwa. Mtoto hajasoma hapa na mimi mwenyewe natakuja. Ile kama ngebu ilete hapa. Utakuja nipa majibu. Hivyo? Usije nipa ng'ombe mesijini. Uje unipe majibu. Haya, mali bwana. Asante sana. Inshallah khairi. Asante sana. Karibuni jamani. Jamani karibuni. Karibuni tena. Asante sana. Inshallah ujaji wenu tunategemea mafanikio kwenu. Haya, asante sana. Asante sana. Inshallah. Fomu ishakuwa yako hiyo.